ili maisha mengine yaweze kuendelea, tunaizungumza michezo. Mikoa Kisugu umebakia mchezo mmoja wa dabi ya Kariakoo ambao ndio mchezo utaamua ni nani bingwa ligi kuu soka Tanzania bara. Nimetazama interview ya Jean Charles Ahoua, yeye kama mchezaji anasema ya kwamba anaisubiria kwa hamu dabi ya Kariakoo ambayo itaamua ubingwa wa Simba Sports. Huyo ni Jean Charles Ahoua, lakini tutakuja kumzungumzia hapa. Lakini ukitazama michezo ukitazama matamko mbalimbali ya Simba ama machapisho mbalimbali ya Simba ni kwamba wao ni kama umeumaliza mwendo ama umeimaliza ligi kuu soka Tanzania bara. Mikoa machapisho ya Simba umeyatazama, umeyaona. Wewe unasemaje kwa machapisho ya Simba? Ni kwamba wameimaliza ligi kuu soka Tanzania bara? Kwanza lazima ukubali kwamba Simba ni taasisi. Simba na taratibu wake kwa namna ambavyo kuendesha klabu yetu ya Simba. Simba tunaamini weredi kuliko kitu kingine chochote. Lakini mwandishi, nimefurahi umenisaidia kwamba unaona machapisho ya Simba kana kwamba wanasema kwamba wameumaliza mwendo. Mimi naamini kwamba Simba tuna vyombo vyetu ambavyo vinatupa taarifa juu ya hiyo mechi. Ni kweli kwamba ukiangalia kwenye ratiba ya bodi ya ligi inaonekana kwamba kuna mchezo mmoja hujachezwa zidi yetu na Dar es Salaam Young Africans, lakini kwa sababu sitomfahamu iliyotokea, Simba tunasubiri mwongozo kama mashabiki kutoka kwa management ya Simba. Msemaji wa Simba yupo, naamini atakuja atazungumza, naamini atakuja atasema, kila mwana Simba atajua, lakini kimsingi kama ulivyosema jana tumecheza zidi ya Kagera Sugar. Mimi naamini kwamba mechi ilikuwa nzuri, mechi ilikuwa na upinzani mkubwa, lakini baada ya mechi msemaji amesema nini? Alisema msemaji, unimsikia? Of course. Amesemaje? Miongoni mwa kitu ambacho amezungumza Ahmed ni kwamba tutatoa taarifa juu ya dabi ya Kariakoo, lakini pia bado machapisho yao yameendelea kuwa kizungumzo. Hapo na ndio maana nakupenda sana ndugu yangu. Ndio maana. Kwa hiyo sisi mashabiki wa Simba tunasubiri taarifa. Kwa umakini wako na usikilizaji wako Singano, umesema watatoa taarifa juu ya dabi ya Kariakoo. Lakini sisi mashabiki na wapenzi wa Simba na wanachama wa Simba tunaishi kwa weredi, maana kusikia taarifa kutoka katika management ya Simba. Kwa hiyo tunasubiri taarifa. Mikoi, leo ni Jumatatu, imebakia siku moja kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo. Hizi taarifa zinatoka lini Mikoi? Mimi nafikiri aliyesema ndio ana uwezo mzuri wa kujibu, sio mimi. Yeye aloahidi ndio mnatakiwa kwenda kumuuliza swali, lini atatoa hiyo taarifa. Ukiniuliza mimi utakuwa unanionea. Kimsingi mimi ni mshabiki, kimsingi mimi ni mwanachama, nasubiri taarifa juu ambayo klabu yangu imepanga utaratibu wa kuja kutoa hiyo taarifa. Kwa hiyo kikubwa mimi nasubiri taarifa. Mikoi, huu ni mchezo ambao utaamua taswira ya ubingwa msimu huu. Lakini viongozi mbalimbali wa Simba wao kama jana Murtaza Mangungu amezungumza mengi sana kuelekea kwenye mchezo huo, na akasema kwamba ukiona mshabiki yoyote wa Simba na wasiwasi, ujue huyo si mshabiki wa Simba. Na akasema kwamba wao kama viongozi maandalizi ya dabi walianza mapema sana. Huyo ni Mangungu. Mikoa Kisugu. Mpe hongera sana. Nimekwenda kumzungumzia Murtaza Mangungu na kwenda kumzungumzia mwenyekiti wa klabu ya Simba. Amepewa dhamana kuiongoza Simba. Lakini yote kwa yote, kwa mujibu utaratibu, pia tuna mwenyekiti wa bodi kwamba yeye kazi yake kusimamia bodi pamoja na watu wengine. Kwa hiyo kama mwenyekiti kasema ni sawa. Kwa hiyo wewe mwenyewe umesema, mwenyekiti kasema, msemaji kasema nini? Watatoa taarifa. Nani unaamini kwamba yuko vizuri, yuko sawa sawa? Wote. Basi tuendelee kuishi katika hayo maisha. Mikoi, tuangalie sasa kwa namna ambavyo Simba wanausubiria kwa hamu huo mchezo wa dabi ya Kariakoo, lakini pia tukirejea nyuma, Simba ni underdog kwa Young Africans ambapo amepoteza takriban mara 3 mfululizo. Mikoi, huu mchezo wa mwisho unakuwa na pressure kiasi gani nyewe kama mashabiki, lakini pia ukiutazama ni mchezo wa mwisho wa kufunga ligi kuu soka Tanzania bara? Kwanza siku zote mwanadamu mwenye akili heshimu sana mawazo ya mtu. Umesema Simba ni underdog, sio? Simba ni ngapi kwa ubora kwenye bara la Afrika? Takwimu zilizotoka siku kadhaa nyuma ni takriban 5. Dar es Salaam Young Africans takriban 11. Nani mdogo nani mkubwa? Watatujibu kwenye kabla kutujibu. Twende taratibu, step by step. Umezungumza wewe Simba ni underdog. Mimi sitaki kukubishia katika hilo. Lakini nilichokuuliza, Simba ni ngapi kwa ubora katika bara la Afrika? Ukawathibitishia watazamaji wako kwamba Simba ni 4 kwa ubora ya 5 katika bara la Afrika. Nikakuuliza Dar es Salaam Young Africa ya ngapi? Ukajibu ulichojibu. Swali nikakuuliza, kwa takwimu hizo nani mkubwa nani mdogo? Kimataifa ni Simba ni mkubwa. Lakini tunarudi. Kwa hiyo twende taratibu. Matokeo ya mechi hayawezi kwenda kupelekea underdog kwa timu.
Leo umezungumza kwa sababu Simba kafungwa mara 3 mfululizo. Sawa? Hakuna timu iliyomfunga Dar es Salaam Africans mwaka huu. Ipo. Kwa hiyo Yanga anakuwa underdog. Ukubwa wa Young Africans. Nimesema hivi. Anakuwa underdog. Ukubwa wa Young Africans haumtoi kwenye underdog. Kwa hiyo kwa maana ulipata wapi kauli ya kusema Simba underdog? Aliyakuwa unajua ukubwa wa Simba hawezi kumtoa kwenye underdog. Kafungwa mara 3. Waandishi msitumike vibaya. Waandishi usaidieni mpira. Waandishi kuweni wa kweli, iwe mwe huru. Leo hii waandishi mnakuwa amko huru kwa sababu kuna muda mwingine baadhi yenu fadhila zinawanunua. Kwa hiyo fadhila zikishawanunua, mwisho wa siku mnaendelea kuwa nini? Kuwa watumwa. Nendeni mkazungumze ukweli. Mwenye haki, mwenye sifa ya kusifia msifieni. Kuna Tanzania na kuna Afrika. Tanzania ina mikoa 24 au 30. Afrika na nchi 54. Leo haiwezekani ukubwa mtu aliyopata ndani ya nchi uende ukaubebe udogo na ukubwa katika mtu ambaye aliyobeba ukubwa katika bara la Afrika. Mikoi, watu wanaizungumzia Simba kama underdog ni kwa namna kikosi. Sio watu. Sema wewe. Mtu gani anayezungumza zaidi yako? Wewe ndio tumekusikia na watazamaji watakuona, sauti yako unaisikia. Wewe ndio umethibitisha kwamba Simba ni nini? Ni underdog. Wewe unapomsingizia mtu maana yake mimi nimo. Kwa namna ambavyo nasema unaposema watu mimi nimo. Comment mbalimbali Mikoi Kisugu. Msiwasemee. Kimsingi lazima tuseme. Kimsingi lazima Simba tutembee kifua mbele. Jana kwa mujibu wa taratibu inaonekana kwamba ligi imekwenda kufanyaje? Imekwenda kuisha. Kwa mujibu wa ligi jana inaonekana kwa ratiba kwamba mechi zimekwenda kuisha. Na ndio maana unapokwenda kutamatisha lazima unarudi kufanya tathmini timu yako ndani ya mwaka mzima nini imefanya. Sisi tunaamini kwamba Simba mwaka huu tulikuwa na msimu bora sana. Hivi nazungumza nanyi waandishi wa habari. Miaka 3 iliyopita bingwa wa ligi NBC sasa hivi kipindi kama hiki alikuwa ameshafanyaje? Ameshajulikana. Lakini muda huu mimi nanyi tunaongea mpaka sasa hivi. Wewe mwenyewe umethibitisha bingwa bado hajafanyaje? Hajajulikana. Hii inaonekana kwamba kuna ubora wa Simba aliozidisha. Mashindano, mapambano yalikuwa makubwa. Kiasi kwamba tumepambana kwenye ligi ya NBC na ndio mpaka hivi sasa tunakwenda kwenye mechi moja iliyobaki. Bingwa bado hajafanyaje? Hajajulikana. Ubora wa Simba umepelekea mwaka huu kuleta shida kwenye ligi ya NBC. Ubora wa Simba Mikoi umepelekea kuleta shida kwenye ligi ya NBC. Nendeni mkaseme. Mimi naamini late kama ingekuwa Simba ana pointi chache sana, Yanga ana pointi zaidi ya 10 amempita Simba Sports, hizi sitofahamu zisingekuwepo. Mikoi, watu wanazungumzia kuelekea kwenye hii dabi ya Kariakoo ni kama Simba wanatumia mind game kuelekea mchezo wa Jumatano. Ni kweli Simba kama wanatumia mind game mchezo wa Jumatano na hii mind game unaiona hiki imesaidia kwamba kweli wanamsoma mpinzani wao Young Africans? Asiamini katika hilo. Uamini kwamba Simba wanacheza mind game? Mimi naamini Simba kwenye uweredi. Alafu ukisema Simba wanacheza mind game unamaanisha nini? Sisi kufungwa na Dar es Salaam Africans tushafungwa mpaka goli 5. Ni kufungwa na Young Africans. Isipokuwa kwa sababu mpira unabaki kwa waandishi hamtaki kusema. Na baadhi yenu mna maslahi mnapata na ndio maana mko kimya. Leo hii kuna watu wanapambana kutaka kuhozi football ya Tanzania. Dar es Salaam Africans wameonyesha dhahiri shairi, wametoka hadharani kwamba wao wanajiona kwamba wana haki ya kumiliki kila eneo kwenye football ya nchi hii. Waandishi semeni. Leo hii Rais wa TFF Wallace Karia waliochukua fomu kumpinga wote wanatoka kwenye klabu gani? Walikuwa waliochukua fomu takriban wengi ni kutokea Young Africans. Kusema wote, unasema wengi maana yake nini? Yote maana yake ukisema kwamba baadhi yao wengi, maana yake kuna wachache ambao wao mjua waliochukua fomu sio Dar es Salaam Africans nani? Ndio maana nikatubia. Wao wanaamini Yanga, wana haki rais wa TFF watoke Yanga. Hao mwanachama wa Yanga wana haki kuona CEO wa bodi ya ligi anatoka wapi? Yanga. Wanaona wana haki kwamba mwenyekiti wa bodi ya ligi atoke wapi? Yanga. Kwa sababu hawafanyi vitu kwa maslahi ya taifa, wanafanya vitu kwa maslahi yao. Leo hii kuna mgogoro mkubwa unakuja kutokea, watu wanakwenda kutengeneza kwa sababu ya TV Light. Tunajua yako mengi tutasema, lakini sio wakati wake. Wakati ukifika utakuja kufanyaje? Tutazungumza. Waandishi tusaidieni mpira. Waandishi tuweni wa kweli.
Leo hii waandishi ya msemi Dar es Salaam Africans wanatoka hewani wanasema rais wa TFF anawabeba Simba kwa chochoro ipi? Miaka mitatu iliyopita bingwa wa nchi nani? Aniongoza ligi nani? Nani anabebwa? Waandishi mnasema hamsemi, na kwa sababu hamsemi, mimi najua fadhila zimewanunua. Fadhila ikikununua mwisho unakuwa nani? Tumwa. Mikoa hii ukiangalia table Yanga na 79 lakini Simba Sports ana 78. Kwa namna ambavyo hii alama moja bado imeendelea kuwa ngumu kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Mikoa hii mchezo wa dabi ya Kariakoo kuna namna ambavyo Simba wanaoingia kwenye mchezo, lakini pia tumemwona Fallu Davis kwenye mchezo wa jana, baadhi ya nyota wamekula mbao ndefu. Tunaweza kusema ni maandalizi kuelekea dabi ya Kariakoo, baadhi ya nyota muhimu wa Simba. Ni ngumu sana kumsemea mwalimu wa Simba, lakini mimi sababu ni jambo la kitaaluma sana. Mimi na wewe tukipiga nasema hivi, ni ngumu sana kumsemea mwalimu wa Simba. Ni jambo la kitaaluma sana. Mwalimu ndo anajua nani acheze, nani asicheze. Mwalimu yeye ndo anakaa na timu muda mrefu, anajua afya ya wachezaji iko vizuri, afya ya wachezaji haiko sawa sawa. Kikubwa mwandishi, tuzungumze ubora wa Simba mwaka huu. Ligi haijaisha, lakini goalkeeper bora ameshajulikana kwenye nchi. 19. Ligi haijaisha mpaka sasa hivi kwa asilimia 99.9 mfungaji bora ameshafanyaje? Ameshajulikana. Hivi ndio vitu vya kimsingi tuvizungumze. Kuna vitu vinafanyika, waandishi wa habari mnajua. Kuna propaganda zinafanyika, kuna kampeni zinafanyika ili Pacome Zouzoua awe mchezaji bora wa ligi. Wewe hujui? Naomba rudia hapa Mikoe kwamba siwezi kurudia. Kuna nini zinafanyika? Mnafanya propaganda zenu, baadhi ya waandishi mnatumika vibaya. Na mmoja katika watu anatumika vibaya ni Haji Sande Manara. Naomba tuweke wazi Mikoe. Anawashawishi watu kutaka kuwalazimisha Pacome aonekane mchezaji bora wa nini? Wa ligi. Na mimi niwaambie tu, kamati mlopewa mamlaka na madaraka kwenda kuteua mchezaji bora, kama mkienda kumteua Pacome, tutaamini ile msemo ambao watu wanasema kwamba Yanga wakitaka jambo lao lazima lifanyeje? Liwe. Mikoe uamini kwenye ubora wa Pacome Zouzoua? Akiwa peke yake unaweza kuamini ubora wake, akiwa na Tanzania huwa siwezi kuamini. Naomba rudia hii kauli kwamba akiwa peke yake unaweza kuona ubora wake, lakini akiwa na Tanzania huwa siwezi kuamini ubora wake. Kwa namna ambavyo Pacome ana deserve. Kwa sababu leo hizi maiki zote ziko hapa, maiki zote bora hizi ziko nyingi, si ndio? Ikiwa moja, kwa hiyo ubora wake anawezekana kawa bora kwa sababu akiwa peke yake. Hatumweke hapa na Jan Chazi ya ua. Wewe chagua. Mimi nikupe ofa. Mchezaji bora MVP wa ligi. Msitumike. Moja katika watu ambao wanakutumieni sio vizuri, Haji Sande Manara Bugatti, mtu ambaye si mkweli. Aliwaambia watu duniani yeye akenda Yanga labda awe amekufa. Sasa hivi yuko Yanga maiti tayari. Leo mtu huyo anakwenda kukushawishini waandishi wa habari, na nyinyi mnaingia kwenye propaganda, mnakwenda kutengeneza propaganda ili Pacome awe mchezaji bora. Niombe sana kamati iliyopewa mamlaka kwenda kuteua isifanye makosa hayo. Mikoe tukiachana na hilo la MVP, lakini hilo baya so zuri tuachane nalo mambo ni mengi. Tukiangalia sasa kikosi cha Young Africans, lakini pia tuangalie wekundu wa Msimbazi Simba. Umezungumzia ubora wa Simba hapo Mikoe. Hii dabi ya tarehe 25 tuangalie performance ya Simba kwa namna ambavyo anaenda kumkabili. Simba ameshadhihirisha ubora wake. Unapozungumzia Simba unazungumzia mwana finali wa shirikisho barani Afrika. Unapozungumzia Simba ubora wake, wachezaji wenye quality, nimezungumza muda si mrefu inaenda kutoa goalkeeper bora. Nimezungumzia Simba muda si mrefu inakwenda kutoa mfungaji bora. Kwa hiyo unapotaka kuzungumzia vikosi, lazima ukubali kwamba Simba wana kikosi bora. Na ndio maana hii leo ngoja nikwambie. Registration ya Yanga, moja katika klabu ambayo imeferi kwenye usajili Dar es Salaam Africans. Moja katika klabu ambayo imeferi kwenye usajili Dar es Salaam Africans. Tunaenda kukutana nao tarehe 25. Sample ndogo tu. Wamefanya usajili dirisha dogo, kweli sio kweli? Sahihi. Mchezaji gani amewika? Taja upate ofa. Ambaye amewika dirisha hili? Young Africans pale. Kwa sababu wachezaji wa Yanga wameingia dirisha dogo, Elim Panzo ameingia dirisha dogo, Iza Kiboka. Sema ndio? Saka. Isla Patrick. Isla. Ipo Chama. Au yule mwingine anaokimbia sana, nani yule? Kangalombo au? Yupo, nasikia amekuwa sokoni. Mbona hamsemi kama anauzwa? Niko ni wapongeze sana viongozi wa Simba. Au leo sema kwamba hawajasajili bora,
lakini nyinyi ambao mmesajili wachezaji bora katika dirisha hili mnaenda kukutana kwa pamoja, ambao Simba ndani yake ina Elie Mpanzu. Mikoi kama nilivyozungumzia mwanzo, mmefungwa mara 3 mfululizo na Young Africans. Hii mechi Mikoi, wewe mmesema kwamba mnaenda kukutana na Young Africans, nyinyi ambao mna kikosi bora. Nani kasema? Wewe hapo. Nani kasema wanakwenda kukutana na Yanga? Nani kasema wanakwenda kukutana na Yanga? Kwa mujibu wa ratiba sasa. Tunazungumzia kwa mujibu wa ratiba. Mimi siishi kwa ratiba, mimi naishi kwa maelekezo kutoka katika uongozi wa Simba. Mimi ni mweredi. Acheni sisi wana Simba tuishi kwenye uweredi. Msemaji wa Simba ameshatuambia. Wewe mwenyewe umetoa ushahidi. Ndivyo sivyo? Ni sahihi. Kwamba tamko rasmi litafanyaje? Litatoka tu. Wache tuishi kwenye subira. Tuangalie sasa kabla tamko lijatoka. Mechi ipo pale pale na ratiba ipo pale pale. Hao ambao umesema hawajasajili wachezaji bora, mnaenda kuvamiana nao Mikoi Kisugu. Unafikiri ni wakati sahihi wa Simba kwa namna ambavyo kuvunja uteja kwa Young Africans? Unajua maana ya uweredi? Unajua maana ya uweredi? Sisi Simba tunaishi katika maneno ya Biblia, siku zote tunasema watini na kuheshimu viongozi wenye mamlaka waliokuwa madarakani. Uongozi wa Simba ni mmoja, Ahmed Ally amesema taarifa inafanyaje? Kuupa afya mpira wetu. Mikoi Kisugu, ungetamani kama mshabiki lakini mwanachama wa Simba kutazama nini ambacho kinatokea? Dabi kupigwa ama isipigwe? Kuupa afya mpira wetu wa Tanzania. Moja, kuupa afya mpira wetu wa Tanzania, kuheshimu viongozi waliokuwa madarakani, kumheshimu Wallace Karia kwa kazi kubwa aliyofanya, kwa kazi nzuri aliyofanya, tuendelee kumpa support ili kuhakikisha football ya Tanzania inaweza kuchezwa. Leo hii Tanzania tumekuwa bora sana kwenye bara la Afrika, hususan katika nchi 54. Tuna uwekezaji mkubwa, ligi inachezeka kwa ufanisi. Mimi nafikiri ili kupa ubora mpira wetu wa Tanzania, kuendelea kumuunga mkono rais wa TFF. Hujanijibu swali langu. Kuupa afya mpira wa Tanzania ni kuona dabi inachezwa kutamatisha msimu wa ligi. Kuupa afya mpira wa Tanzania ni kumsupport rais wa TFF Mheshimiwa Wallace Karia kwa kazi kubwa na kazi nzuri aliyofanya. Ametengeneza vituo vya kulelea watoto vya football. Mpira wa Tanzania umekuwa. Juzi umeona tumetoka kuchukua kwa mashindano ya Sekafa, si ndio? Afrika Mashariki tumekuwa mabingwa. Moja, kupa afya mpira wa Tanzania ni kumuunga mkono rais wa TFF Mheshimiwa Wallace Karia. Mikoi, ligi kitamatika, ni wazi kwamba utachukua tiketi kama mnyama Simba kuelekea moja kwa moja katika mashindano ya kimataifa. Msimu uliopita umecheza shirikisho, lakini msimu huu ni moja kwa moja unaelekea katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Kiujumla ligi imetamatika kama tulivyozungumzia. Kwako binafsi, kabla tumeimulika hii dabi, kwanza imekuwa ni ligi ya namna gani kwa wengine ambao umetamatisha msimu huu? Kwetu sisi kama Simba tunaamini kwamba ligi ilikuwa bora. Ligi ilikuwa nzuri. Kwetu Simba ligi ilikuwa na ushindani mkubwa. Kila mmoja ameshuhudia namna ambavyo mechi zetu tulivyokuwa tunacheza. Lazima nichukue nafasi hii niupongeze sana uongozi wa Simba, niwapongeze sana wachezaji wa Simba, niwapongeze sana technical bench wa Simba, lakini pia mwisho wa siku nasi mashabiki wa Simba tujipongeze. Tulikuwa tunajitokeza aidha mtaa kwa mtaa, chochoro kwa chochoro, kona kwa kona kwa support team ili kuhakikisha kwamba timu inapata mafanikio. Lazima nikiri kwamba msimu kwetu ulikuwa mzuri tofauti na miaka miwili ya nyuma iliyopita. Umesema mwandishi, mwaka huu tumecheza finali ya shirikisho barani Afrika. Tunaamini siku zote ubora wa Simba ni kwenda kushiriki katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Inshallah kwa namna ambavyo ilivyo, mwakani tunakwenda kushiriki mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Moja, kwa ubora katika msimu huu, mimi naamini tumecheza finali ya shirikisho barani Afrika. Lakini ubora pia tunaendelea kupambania ubingwa wa ligi ya NBC. Lakini huwa nasema siku zote, naomba urudie Mikoi, mnaendelea kupambania ubingwa wa ligi ya NBC. Kwa sababu bingwa anaweza akapatikana kwa namna moja au nyingine. Mwaka 2000 bingwa amepatikana kwa kuchaguliwa. Yawezekana pia Zalika kwetu tukachaguliwa tukawa mabingwa wa NBC. Nimesema hivi, 2000 na 2002 bingwa nchi alipatikanaje? Wewe umezungumzia kwa kuchaguliwa. Basi ndio mwaka huu bingwa atakayepatikana kwa stare. Inawezekana pia tunazidi kufanyaje? Nyinyi kama Simba bado hamjaukatia tamaa ubingwa. Kwani bingwa wa Tanzania ni nani mpaka sasa hivi? Bado hajafahamika. Basi tunaendelea hivyo kutokumfahamu. Ni wazi mnautaka ubingwa wa ligi kuu. Na ndio maana tukaingia kwenye mashindano kupambana. Mnautaka ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania. Na ndio maana tukaingia kwenye mashindano kupambana. Kwa bingwa anapatikana kuna muda mwingine kama alivyopatikana mwaka 2000-2001. Ila si kucheza uwanjani. Nasema hivi, 2000-2001 bingwa alipatikana nchi ya kupatikana. Osigune alipatikana kupatikana. Bingwa umezungumziwa amepatikana. Alipatikana kwa njia gani? Mimi sijafuatilia vizuri. Basi amini kwamba alipatikana bingwa 2001 ndio inawezekana mwaka huu pia akapatikana. Kane wazi. Ni kivipi Simba mnautaka ubingwa bila kucheza dabi? Umezungumzia mnautaka. Simba ana pointi ngapi sasa hivi?
Ana pointi 78. Aligaiwa, alicheza? Alicheza. Inshallah tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu kuendelea kucheza dabi mpate ubingwa wa ligi kuu. Unasema wewe hayo? Kucheza dabi, mimi nafikiri kwamba management ya Simba itakuja. Nitasema. Bwana Mikoa, tumezungumza mengi sana. Malizia neno moja kwa wanachama wa Simba lakini pia mashabiki wa Simba kuelekea kutamatisha msimu Jumatano pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Unawaambia nini wanachama wa Simba na mashabiki? Kwanza niwapongeze sana wanachama na mashabiki wa Simba waliokuwepo Tanzania nzima na duniani kwa ujumla. Kiukweli lazima nikiri, wameni appreciate sana kwa namna ambavyo wameonyesha mapenzi makubwa sana juu ya timu yetu ya Simba Sports. Waswahili wanasema mwanzo wa moja ndio mwendelezo wa mbili. Kile ambacho tulichokifanya mwaka huu tunahitaji kukifanya mwakani zaidi. Naamini mikakati iliyopo, mipango iliyopo ya Simba, uboreshaji ambao unakuja kufanya katika Simba, usajili ambao na imani kwamba unakuja kufanya kwenye Simba, inshallah na imani kwamba tutakuwa Simba ambayo mwakani itakuwa strong zaidi kuliko Simba mwaka huu. Tunaamini mwaka huu tulicheza finali ya shirikisho barani Afrika. Inshallah Mungu ikimpendeza, jitihada inayofanywa na uongozi wa Simba, usajili unaofanywa na viongozi wa Simba, niwahakikishie tu wana Simba kupitia nanyi waandishi wa habari, mwakani tunakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Ile picha yako ambayo ulinyanyua kombe kule visiwani Zanzibar, huenda ikajurudia tena tarehe 25 kwa namna ambavyo kunyanyua makwapa katika kombe la ligi kuu soka Tanzania bara. Ile picha yako ya kule visiwani Zanzibar. No comment. No comment. Shukrani Mikoi. Asante, niwashukuru sana.